mtakufa kama wanadamu. Mtakufa kama wanadamu. Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho yakafanyike msaada kwako, yakafanyike baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Tunaposoma kwenye Zaburi 82 mstari wa 5 mpaka wa 6 mpaka wa 7. Andiko nasema kwamba hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani, misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema 6 anasema mimi nimesema ndinyi miungu na wana walio juu, na wana walio juu nyote pia. 7 anasema lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Tunaangalia maandiko haya. Kwa nini maandiko yanasema kwamba mtakufa kama wanadamu? Mtakufa kama wanadamu. Manake wewe sio mwanadamu. Lakini ule mstari wa 5 anajaribu kuzungumza kwa nini tufe kama wanadamu. Anasema kwa sababu hatujui wala hatufahamu, tunatembea gizani. Tunatembea gizani. 6 anasema lakini mimi Mungu nimesema ndinyi miungu na wana walio juu nyote pia. 7 lakini anasema lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Kwa mtu aliyeokoka amebeba asili ya Mungu ndani yake. Yesu akamwambia wanafunzi wake, mnapoomba ombeni Baba yetu uliye mbinguni. Huwezi kumuita baba yoyote kama hujabeba asili yake. Kwa kama Mungu ni baba yetu, maana yake tumebeba asili yake. Tunabeba asili yake. Petro akasema kwamba tumefanyika washirika wa tabia za uungu, tukiokolewa na dunia hii na tamaa zilizopo katika dunia hii. Sasa tumefanyika washirika wa tabia za uungu. Maandiko yanatuambia kitu cha ajabu sana kwamba mtakufa kama wanadamu. Kwa wewe uliokoka, pamoja na kuwa unaonekana kwamba ni mtu wa kawaida tu, lakini wewe sio mtu wa kawaida. Umebeba asili ya Mungu wako. Umebeba asili ya baba yako. Wewe ni zaidi ya mwanadamu, ni zaidi ya mwanadamu. Sasa mtakufa kama wanadamu. Wanafunzi ama Farisayo, tunaposoma kwenye Yohana 10:30 mpaka 34. Injili ya Yohana 10:30 mpaka 34. Tunaona habari za Yesu Kristo. Yesu alipojitambulisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Mafarisayo walisema kwamba anakufuru. Wakashika mawe wanataka kumpiga kwa mawe. Yesu akamwambia, ni kazi nyingi njema ambazo nimezitenda. Kwa kazi zipi mnanipiga mawe? Mafarisayo wakasema kwamba kwa kazi hizo njema sisi hatukupigi mawe, lakini kwa kukufuru. Kwa kufuru. Amekufuru kwa namna gani? Kwa kujiita mwana wa Mungu. Anasema wewe ambaye ni mwanadamu, kwa nini ujiite Mungu? Kwa walikuwa najua kwamba akisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu, akimuita Mungu ni baba yake, yeye ni mwana wa Mungu, anajifanya kuwa Mungu. Anasema wewe ulio mwanadamu unajifanya Mungu. Kwa kosa hilo tunakupiga mawe. Tunawajua wazazi wako. Yusufu tunamjua, Mariamu tunamjua. Kwa nini wewe kujiita mwana wa Mungu? Kujifanya wewe ambaye ni mwanadamu, kujifanya wewe ni Mungu. Yesu akasema, haijaandikwa kwenye Torati yenu, mimi nimesema ndinyi miungu. Haijaandikwa. Na akasema kwamba ikiwa imeandikwa, andiko haliwezi kutenguliwa. Haliwezi kutenguliwa. Haliwezi kutenguliwa. Haliwezi kutenguliwa. Anasema mimi nimesema ndinyi miungu. Haijaandikwa kwenye Torati. Kwa kabidi Yesu apitishe kwenye Torati ambayo Mafarisayo walikuwa wanaiamini. Kwa walishika mawe kumpiga Yesu anapojiita kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Wakasema najitedi huyu mwana wa Mungu ambaye ni mwanadamu tu tunamfahamu. Ulipookoka umefanyika mwana wa Mungu. Ulipookoka tangazo lilitolewa kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Mungu anapendezwa na wewe. Wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Mtoto wa nyoka ni nyoka na mtoto wa Mungu ni Mungu. Mtoto wa Mungu ni Mungu.
Wakati kulipokuwepo na vita kati ya Israeli na Wafilisti, kuna wakati ambapo Waisraeli walipigwa, wakakumbuka inawezekana Mungu hayuko katikati yetu. Wakaenda Shilo kwenda kulichukua sanduku la agano. Lilipowasili sanduku la agano, Waisraeli wote wakapiga kelele mpaka Wafilisti wakasikia hizo kelele. Wakasema hizo kelele inamaanisha nini? Wakatambua kwamba inawezekana sanduku la agano limetua kwenye kambi ya Waisraeli. Alafu akasema, ni nani atakayetuokoa na miungu hawa walio hodari? Ni nani huyu atakayetuokoa na miungu hawa walio hodari? Ni nani huyu? Kwa waliitwa miungu. Waliitwa miungu kwa sababu walitembea kwenye viwango pia visivyo vya kawaida. Kwa wewe uliokoka, utambue kwamba asili ya Mungu inakaa ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida. Ni Mungu unayetembea hapa duniani. Asili ya baba yako unatembea nayo. Asili ya baba yako ipo ndani yako. Mafarisayo wakasema kwamba tunakupiga mawe kwa sababu wewe unajiita mwana wa Mungu. Unajifanya wewe uliye mwanadamu, unajifanya kwamba wewe ni Mungu. Walijua kabisa huwezi kuwa wewe ni mtoto wa fulani alafu sibebe asili yake. Ukijiita mwana wa Mungu, maana yake wewe asili ya Mungu wako ipo ndani yako. Asili ya baba yako ipo ndani yako. Wewe umefanyika mshirika wa tabia, sio mtu wa kawaida. Shetani ametumia nafasi ya kutokujua. Anasema hawajui na wala hawatambui. Hawajui wala hawafahamu. Wanatembea gizani. Wanatembea gizani. Lakini mimi Mungu nimesema, ndinyi miungu na wana walio juu, nyote pia. Lakini kwa sababu hamjui wala mfahamu, mtakufa kama wanadamu. Mtaanguka kama mmoja wakuu. Sisi tupo duniani, lakini sisi si wa dunia hii. Sisi wenyeji wetu ni mbinguni. Asili ya baba yetu ipo ndani yetu. Wewe ni Mungu unayetembea hapa duniani. Maandiko yanasema, mimi nimesema ndinyi miungu na wana walio juu, nyote pia, lakini mtakufa kama wanadamu. Tutakapoendelea kutafakari ukweli huu, na ndipo kila kitu kitaendelea kubadilika kwenye maisha yetu. Tutaendelea kubadilika kwenye maisha yetu. Kitaendelea kubadilika kwenye maisha yetu. Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17. Maandiko yanasema kwamba jinsi yeye alivyo, jinsi Yesu alivyo, na sisi ndivyo tulivyo ulimwenguni humu. Na sisi ndivyo tulivyo ulimwenguni humu. Injili ya Yohana inasema kwamba mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi. Kama Yesu anasema kwamba mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi, manake kile asili ile iliyopo ndani ya Yesu ndio asili iliyopo ndani yetu. Asili ile iliyopo ndani ya Mungu ndio asili iliyopo ndani yetu. Kwa wewe sio mtu wa kawaida, ni Mungu unayetembea hapa duniani. Maandiko yanasema mimi Mungu nimesema ndinyi miungu na wana walio juu, lakini mtakufa kama wanadamu. Usikubali kufa kama wanadamu. Usikubali kuishi kama watu wengine wanavyoishi. Usikubali kutenda kama watu wengine wanavyotenda. Usikubali kuwaza kama watu wengine wanavyowaza. Fuaza kama ambavyo Mungu anataka uwaze. Utafakari neno la Mungu usiku na mchana, ndivyo utakapofanikiwa na kustawi katika njia zako zote. Mungu akubariki sana kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, wewe ni zaidi ya mwanadamu. Usikubali kufa kama mwanadamu. Usikubali kuishi kama watu wengine wanavyoishi. Usikubali kuwaza kama watu wengine wanavyowaza. Usikubali kutenda kama watu wengine wanavyotenda. Wewe unawakilisha serikali ya mbinguni. Upo hapa duniani akisi wa dunia hii. Usiishi kwa kufuata mfumo wa dunia hii. Ishi kwa sawasawa na mfumo wa mbinguni ambao umewekwa wazi kwenye maandiko. Mungu akubariki na endelee kukuinua na endelee kukufinyanga na kukufanya jinsi yeye anavyotaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kuendelea kupata mafundisho yote ninayoposti, usisahau kusubscribe, unaweza kushare, unaweza comment, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.